أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin ayyadahullahu ta'ala bin Nasril Aziz anasema katika hutuba iliyopita habari za Hazrat Abu Ubaida zilikuwa zimeelezwa. Leo pia nitaieleza sehemu yake iliyokuwa imebaki. Vita ya Yarmouk ni mapigano ambayo sababu ya kuyaita kwa jina la Yarmouk ndiyo hii ya kwamba Yarmouk ni jina la bonde moja lililopo pembezoni mwa Syria. Mwaka wa 15 wa Hijria, vita kubwa ilipiganwa katika bonde la Yarmouk kwenye ukingo wa mto wa Yarmouk. Warumi chini ya uongozi wa Bahan walikuja na wanajeshi wapatao 250,000 ilhali idadi ya Waislamu ilikuwa takriban 30,000 na ndani yao walikuwepo maswahaba 1,000 na katika maswahaba hawa 1,000 maswahaba walioshiriki vita ya Badr walikuwa kama 100. Baada ya mashauriano Waislamu wakawaita wanajeshi wao warudi kwa muda kutoka Hims na wakawaambia Wakristo wa huko ya kwamba kwa kuwa sisi kwa muda tu hatutaweza kuwalindeni, hivyo jizia yenu inarudishwa kwenu, kwani hatuwezi kufanya kazi zenu. Hivyo watu wa Hims wakarudishiwa jizia yao. Fedha hiyo ilikuwa katika malaki. Hela hiyo waliporudishiwa, hapo Wakristo kwa kuona ukweli na uadilifu wa Waislamu walikuwa wakilia, na kwa kupanda juu ya mapaa ya nyumba zao walikuwa wakifanya maombi wakisema kwamba ni viongozi wa Islamu wenye mioyo iliyojaa huruma, Mwenyezi Mungu awarudisheni kwa mara ya tena. Kwa sababu ya kurudi nyuma kwa Waislamu, Warumi wakapata kuzidi katika azma yao, nao wakifuatana na jeshi kubwa wakafika Yarmouk na kwa ajili ya kupigana na Waislamu wakapiga kambi. Lakini kutokana na jazba na imani ya Waislamu, ndani kwa ndani walikuwa na woga mioyoni mwao, hivyo walikuwa wakitamani kufanya suluhu na walikuwa wakijaribu kwamba suluhu itokee. Jenerali wa Warumi Bahan akamtuma mwakilishi wake aitwaye George kwa ajili ya suluhu. Alipofika katika jeshi la Kiislam akawakuta Waislamu wakiwa wanasali sala ya magharibi. Alipowaona Waislamu wakinyenyekea na kusujudu mbele ya Allah, akapata athari kubwa sana. Ye akamuuliza Abu Ubaida baadhi ya maswali, na swali moja ambalo alimuuliza Abu Ubaida lilikuwa kumhusu Isa bin Maryam, akisema kwamba kuhusiana na Isa mna maoni gani? Hata Abu Ubaida akaisoma aya ya Qur'ani tukufu ifuatayo: ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatu.
alqaha ila maryama wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusuli wala taqulu salasa intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil arz wa kafa billahi wakila. Tafsiri ya aya hii ni kama ifuatayo: enyi watu wa kitabu, msiruke mipaka ya dini yenu wala msiseme juu ya Allah ila yaliyo kweli. Masihi Isa bin Maryamu ni mtume wa Allah na neno lake tu alilompelekea Maryamu na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Allah na mitume wake, wala msiseme watatu, jizuieni, itakuwa bora kwenu. Bila shaka Allah ni Mungu mmoja tu, ni mbali na utakatifu wake ya kwamba awe na mwana. Ni vyake vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, na Allah anatosha kuwa mlinzi. Kisha akasoma aya ifuatayo: lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wala almalaikatu almuqarrabun. lan yastankifa almasihu, yani masihi hatabeua kuwa mtumishi wa Allah wala malaika waliokurubishwa. George alipoyasikia mafundisho hayo ya Qur'ani tukufu akalazimika kusema na kukiri kwamba bila shaka hizi ndizo sifa za Masihi, na akasema kwamba mtume wenu ni mkweli, na akakubali Islam. Sasa alikuwa hapendi kurudi katika jeshi lake, lakini Abu Ubaida akamwambia George kwamba ukifanya hivi Warumi watazani kwamba tumevunja mkataba, hivyo wewe urudi leo. Na akasema kwamba mwakilishi wetu atakaye kwenda huko kesho, wewe uje pamoja naye. Hata Abu Ubaida akawaita wanajeshi wa Kristo upande wa Islam na akawaeleza kuhusu usawa, udugu na hulka za Islam. Siku ijayo hata Khalid akawaindia, lakini hakuweza kufikia mwafaka wowote, na wakaanza kujiandaa kwa ajili ya vita. Nyuma ya jeshi walikuwepo kina mama wa Islam ambao wakati wa mapigano walikuwa wakiwanywesha maji kwa wanajeshi, na walikuwa wakiwaangalia wajeruhi na kuwapa wanajeshi hamasa. Miongoni mwa kina mama hawa alikuwepo Asma binti Abubakar, Hind binti Utba ambaye alikuwa mke wa Abu Sufyan, na wakati wa ushindi wa Makka alikuwa amesilimu, na alikuwepo Umme Aban na kadhalika. Kabla ya vita kuanza, hata Abu Ubaida akawahutubia kina mama na akasema kwamba enyi kina mama wajahidi, ngoeni mbao za mahima na shikeni katika mikono yenu na jazeni vitamba vyenu na mawe, na muwahimize Waislamu ili wapigane vita, na muwaambie kwamba leo ni mashindano yenu, hivyo msionyeshe uvivu na udhaifu. Ikiwa mkiona kwamba Waislamu wanashinda, basi mubaki juu ya mahala penu, na endapo mkiona kwamba Waislamu wanarudi nyuma, wanaonyesha udhaifu, basi mupige juu ya nyuso zao kwa mbao na muwarushie mawe na muwarudishe katika uwanja wa vita, na muwainue watoto wenu juu na muwaambie kwamba nendeni mkajitolee kwa ajili ya ahli
mali zenu na kwa ajili ya Islam. Kisha akaelekea kwa kina baba na akasema kwamba enyi waja wa Mungu, kwa ajili ya kumsaidia Mungu songeni mbele, yeye atawasaidieni na ataimarisha miguu yenu. Enyi waja wa Allah, subirini, kwani subira ndiyo njia ya kupata wokovu kutoka kufuru na ndiyo sababu ya kumridhisha Allah na kufuta aibu. Msivunje safu zenu wala msianze vita. Nyosheni mikuki yenu na shikeni vizuri ngao zenu, na muda wote kumbukeni Mwenyezi Mungu, ili Mwenyezi Mungu atimize matakwa yake. Akasema kwamba nyinyi msitangulie kuanzisha vita, lakini mkishambuliwa basi msionyeshe udhaifu wote. Wakati huo msalaba wa dhahabu ulikuwa umewekwa mbele ya jeshi la maadui, na mwanga wa silaha zao ulikuwa ukiangaza macho, na kuanzia kichwa hadi miguuni walikuwa wakijifunika na chuma, yani walikuwa wamevaa deraya. Siku ile walikuwa wamevaa minyororo miguuni, wakiwa na nia kwamba hatutakimbia kutoka uwanja wa vita, tutawaua au tutauawa. Mapadre kwa kusoma nukuu za Biblia walikuwa wakiwachochea. Jeshi la makafiri likasonga mbele kama mawimbi ya bahari yanavyosonga. Jeshi hilo lilikuwa na idadi 250,000 ilhali Waislamu walikuwa 30,000 tu, na vita ikaanza. Mwanzoni mwa vita Warumi wakaanza kushinda, na wakaanza kuwasukuma nyuma Waislamu. Wakristo kwa kutumia mbinu za kisiri walikuwa wamekusanya taarifa kwamba katika jeshi la Kiislam maswahaba ni kina nani, kisha wakawakalisha warusha mishale juu ya mlima mmoja, na wakawaagiza kwamba kwa kutumia mishale yao wawalenge maswahaba hawa. Walikuwa wakijua kwamba maswahaba wakubwa wakiuawa, basi wanajeshi wengine watavunjika moyo na watakimbia uwanja wa vita. Matokeo yake yakawa haya kwamba baadhi ya maswahaba wakauawa na wengine wakapoteza macho. Ikrima mwana wa Abu Jehel, ambaye wakati wa ushindi wa Makka alikuwa amesilimu, na siku ya ushindi wa Makka alikuwa amemwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba niombee Mwenyezi Mungu anijalie ili niweze kulipiza kisasi kwa yale yapitayo. Akifuatana na baadhi ya wenzake akaja kwa hata Abu Ubaida radhiyallahu anhu na akasema ya kwamba maswahaba wameshajitolea sana na wameitumikia dini, na sisi tuliokuja baada yake tupewe nafasi ya kupata thawabu. Sisi tutavamia katikati ya jeshi la maadui na tutawaua majenerali wa Kristo. Hata Ubaida akasema jambo hilo lina hatari sana. Mkifanya hivyo, vijana wote watakao kwenda kuwashambulia majenerali wote watauawa. Ikrima akasema ni sawa, lakini hatuna njia nyingine. Je, wewe unapenda kwamba sisi tulio vijana tusalimike na maswahaba wauawe? Zura amesema kwamba Ikrima alikuwa na jazba na shauku ya kujitolea katika njia ya Allah. Hivyo Ikrima akaendelea kumwomba ruhusa ya kuwashambulia maadui katikati ya sehemu ya jeshi. Hapo Abu Ubaida kwa kuona imani ya Ikrima na pale aliposisitiza sana akamruhusu. Wao wakalivamia jeshi la Kirumi katikati ya jeshi na wakapata ushindi. Lakini katika vita hii vijana wengi wakauawa shahidi, na Waislamu wakawasukuma Warumi hadi wakawapeleka kwenye mahandaki yao walikuwa wakiyachimba nyuma yao. Kwa kuwa walikuwa wamejifunga kwa minyororo ili mtu yote asiweze kukimbia, hivyo mmoja baada ya mwingine wakaendelea kuanguka katika mahandaki yale. Mmoja alikuwa akianguka, basi alikuwa akiwaangusha wengine 10 pamoja naye. Makafiri 80,000 waliporudi nyuma wakazama katika mto wa Yarmuk na wakafa. Warumi 100,000 wakauawa katika uwanja wa vita, ilhali Waislamu waliouawa shahidi walikuwa takriban 3,000. Hii ndio ilikuwa vita ya Yarmuk. Al-Musleh Maud radhiyallahu anhu
akieleza habari za vita ya Yarmouk anasema, vita ilipokwisha Waislamu wakaanza kuwatafuta Waislamu wenzao, hasa Ikrima na marafiki zake. Wakaona kwamba wapo wajeruhi 12 na Ikrima ni mmoja wao. Askari mmoja Muislamu akamjia na akamkuta Ikrima akiwa na hali mbaya. Yeye akasema, ewe Ikrima, ninayo maji kidogo, hivyo unywe kidogo. Ikrima akageuza uso wake upande wa pili, ndipo akamuona Hazrat Fazl mwana wa Hazrat Abbas, naye alikuwa amejeruhiwa vibaya. Ikrima akamwambia yule Muislam kwamba ghera yangu haiwezi kuvumilia kwamba watu waliomsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muda ambapo mimi nilikuwa adui wake mkali, wao na watoto wao wafe na kiu, nami ninywe maji na niishi. Hivyo kwanza umnyweshe Hazrat Fazl bin Abbas, na baada ya kumnywesha, ikiwa utabaki na maji basi niletee. Muislamu huyo akamwendea Hazrat Fazl, naye akaashiria upande wa mjeruhi mwingine na akasema kwamba kwanza umnyweshe huyo, yeye ana haja zaidi kuliko mimi. Askari akamwendea mjeruhi yule, naye akaashiria kwa mwanajeshi mwingine na akasema kwamba yeye anastahili zaidi kuliko mimi, hivyo kwanza umnyweshe maji. Askari huyo akaendelea kuwaendea maaskari mbalimbali na kila mmoja wao akaendelea kumtanguliza mwenzie juu ya nafsi yake, na hakuna mwanajeshi aliyekunywa maji. Yeye alipofika kwa mjeruhi wa mwisho, yeye alikuwa ameshafariki. Hapo akarejea kwa mwingine hadi akafika kwa Ikrima, lakini wote walikuwa wameshafariki dunia. Wakazi wa Syria walikuwa wakifuata dini mbalimbali, lugha zao zilikuwa tofauti na vizazi vyao walikuwa wakitofautiana. Hata Abu Ubaida bin Jarrah akasimamisha nizamu ya uadilifu na usawa kati yao na akastawisha amani ya ndani na akawapa uhuru wa dini na akaanzisha nizamu ya Islam ya kwamba watu wote ni kizazi cha Adam na wote ni ndugu na wakiwa binadamu hakuna tofauti baina yao. Tunasema kwamba baadhi ya wakati shutuma hii inaletwa na wapinzani ya kwamba watu wakaingizwa katika Islam kwa nguvu. Hiyo ni batili. Hata Abu Ubaida akawapatia Warumi uhuru wa kufuata dini yao na akastawisha amani na utulivu na akawapa uhuru wa dini. Kwa sababu ya juhudi za Abu Ubaida, Waarabu walikuwa wakiishi nchini Syria na walikuwa Wakristo wakaja chini ya bendera ya Islam, na hawakuletwa kwa nguvu bali wakaletwa na mahubiri tu au hulka za Waislam zikawaleta katika Islam. Pamoja na hawa, Warumi na Wakristo pia wakipata athari njema kwa kuona hulka za Waislam wakasilimu. Siku chache kabla ya ushindi wa vita ya Yarmouk, Hazrat Abubakar akafariki dunia na Hazrat Umar akachaguliwa kuwa khalifa. Hazrat Umar akamkabidhi Hazrat Abu Ubaida uongozi wa Syria na uongozi wa majeshi. Hazrat Abu Ubaida alipopokea barua hii ya Hazrat Umar, wakati huo vita ilikuwa imepamba moto, hivyo wakati ule Hazrat Abu Ubaida hakuzihirisha lolote. Khalid bin Walid ambaye alikuwa kamanda wa jeshi alipopata taarifa yake akamuuliza Abu Ubaida kwamba kwa nini ameficha habari hiyo. Hata Abu Ubaida akasema kwamba kwa kuwa tulikuwa mbele ya maadui na kwa njia yote iwayo sikupenda kwamba uvunjike moyo. Waislamu walipata ushindi juu ya jeshi. Waislamu walipopata ushindi na jeshi la Khalid likaelekea kurejea Iraq, hapo Abu Ubaida akamwambia Khalid kwamba abaki kwake kwa muda. Khalid alipoanza kuelekea Iraq akawahutubia watu na akasema kwamba mufurahie, kwani mzamini wa umma huu ni kiongozi wenu. Abu Ubaida akasema, nilikuwa nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba Khalid bin Walid ni upanga mmoja kutoka panga za Allah. Ilmuradi katika mazingira haya ya mapenzi na kuheshimiana, viongozi wawili wakaagana. Huzur anasema kwamba huo ndio ucha Mungu wa muumini, yani asiwe na tamaa ya kupata umashuhuri wala asiwe na tamaa ya kupata uongozi au wazifa wowote, au na awe na shabaha moja tu ambayo ni kupata ridhaa ya Allah
na lengo lake liwe la kustawisha ufalme wa Mungu katika dunia, basi hawa ni watu ambao ni mifano kwetu na kila kiongozi, bali kila mwanajumuiya anapaswa kuangalia na kuweka mbele yake mifano hii. Tukio la kupata ushindi wa Baitul Maqdis linaelezwa ambalo linahusika na Abu Ubaida. Chini ya uongozi wa Amr bin As, jeshi la Kiislam likaelekea upande wa Palestina. Nao kwa kuishinda miji ya Palestina, walipoizingira Baitul Maqdis, jeshi la Abu Ubaida pia likaja kukutana nao. Kwa sababu ya kuzingirwa kwao, Wakristo wakachoshwa na wakaomba wafanye suluhu, lakini wakaweka sharti kwamba Umar aje mwenyewe na afanye mkataba wa suluhu. Abu Ubaida akawasilisha ombi hilo kwa Umar. Umar akamteua Ali kama amiri wake, na Rabiul Awwal mwaka wa 16 wa Hijria akatoka Madina na kufika katika eneo la Jabia ambalo ni jina la makazi yaliyopo pembezoni mwa Damascus, ambapo viongozi wakampokea. Umar akasema, ndugu yangu yuko wapi? Watu wakamuuliza, ewe Amirul Mu'minin, muradi wako ni yupi? Umar akasema, Abu Ubaida. Akaambiwa kwamba muda si mrefu atakuja tu. Abu Ubaida akaja akiwa amepanda ngamia na akamsalimia na akamjulia hali Umar. Akawaambia watu waondoke na mwenyewe akaenda nyumbani kwa Abu Ubaida. Alipofika nyumbani kwake akaona kwamba nyumbani kwake kulikuwa na upanga mmoja, ngao, mkeka na bakuli tu. Umar akasema, ewe Abu Ubaida, ungejipatia vifaa vichache vya nyumbani. Abu Ubaida akasema, ewe Amirul Mu'minin, uwezo ninao wa kujipatia vifaa hivi, lakini sikufanya hivi ili nisije nikajiingiza katika vitu hivi vya dunia tu, hivyo sikuviweka nyumbani. Wakati huo tukio moja la kusisimua imani pia likatokea, la azana ya Bilal, ambalo hapo kabla limeshaelezwa tayari. Bilal baada ya kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameacha kutoa azana. Katika zama hizi, siku moja wakati wa sala uwadiapo, watu wakamwomba Umar ya kwamba yeye amwamrishe Bilal ili atoe azana. Kutokana na amri ya Umar, Bilal akatoa azana. Watu wakalia machozi na wakalia mno, na Umar akalia zaidi kuliko wote, kwani azana hiyo ilikuwa imemkumbusha zama ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Kuhusiana na juhudi ya mwisho iliyofanywa na Warumi katika mwaka wa 17 wa Hijria, iliyokuwa juhudi ya kuchukua Syria kutoka kwa Waislamu na Wakurd, Mabedui, Wakristo na Wairani wa Armenia, Iraq ya kaskazini na Aljazira, Syria ya kaskazini, wakamwomba Hirakal kwamba awasaidie dhidi ya Waislamu. Nao wakaahidi kuleta jeshi la 30,000 kwa ajili yake. Ijapokuwa wakati huo sehemu kubwa za Aljazira ilikuwa imetekwa na Saad bin Abi Waqas, lakini alikuwa bado hakupata ushindi kamili juu ya Mabedui wa huko, na mfalme wa Roma bado alikuwa na nguvu ya kibahari. Yeye akaona kwamba nafasi hiyo aitumie vizuri, na akiwa na jeshi kubwa la kibahari akavamia, ila hali jeshi kubwa la makabila ya Kibedui yakauzingira Hims na miji mingine ya kaskazini mwa Syria. Ikas Abu Ubaida akamwindikia Umar ili apelekwe msaada wa kijeshi. Umar akamwambia Saad bin Abi Waqas ili awatume wanajeshi kutoka Kufa. Hivyo Saad chini ya uongozi wa Kaka bin Amr akatuma jeshi moja kutoka Kufa, lakini hata hivyo kulikuwa na tofauti kubwa baina ya jeshi la Kirumi na la Kiislam. Abu Ubaida akawahutubia wanajeshi hutuba iliyowapa moyo, naye akasema, enyi Waislam, leo yoyote akisimama kidete na ikiwa
atabaki hai basi atapata mali na heshima, na ikiwa akiuawa basi atajaliwa neema ya shahada. Mimi natoa shahada kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mtu akifariki dunia ilhali asiwe mshirikina, bila shaka yoyote ataingia peponi. Makundi yote mawili yakapigana vita. Warumi katika muda mfupi tu wakaanza kushindwa na wakaanza kukimbia na kuelekea Marjuddibaj ambao ni bonde lenye milima linalopatikana likiwa na umbali wa maili 10 kutoka Masisa ambao ni mji uliopo mipakani mwa Syria. Baada ya hayo Kaisari hakupata ujasiri wa kuelekea Syria. Tauni Amwas, hiyo ni sehemu moja kubwa ambayo ni bonde linalopatikana likiwa na umbali wa maili 6 kutoka Ramla katika njia iendayo Baitul Maqdis. Imeandikwa katika vitabu vya historia ya kwamba bonde hilo linatajwa kwa jina la Tauni Amwas kwani maradhi ya tauni yalikuwa yakizuka kutoka hapa, na kutokana na maradhi hayo watu wengi walikuwa wamekufa nchini Syria. Sawa na rai ya watu 25,000 wakafa. Maelezo yake yanapatikana katika riwaya moja ya Bukhari. Abdullah bin Abbas anasimulia kwamba Umar alipotoka kuelekea Syria hadi akalifikia eneo la Sarg. Sarg ni jina la mji wa bonde la Tabuk unaopatikana katika maeneo ya mipaka ya Syria na Hijaz, ambao umbali wake kutoka Madina ni usafiri wa mausiku 13, labda itakuwa na umbali wa maili 1000. Umar alipofika huko akakutana na kamanda wa jeshi Abu Ubaida bin al-Jarrah na watu wake. Wale watu wakamwambia Umar ya kwamba katika nchi ya Syria janga la tauni limezuka. Umar akasema ya kwamba muhajirina waaje kwangu ili nishauriane nao, lakini wahamiaji wakahitilafiana katika rai yao. Baadhi yao wakasema kwamba tusirudi nyuma, ili hali wengine wakasema kwamba katika jeshi hilo wapo maswahaba wa mtume, hivyo sio busara ya kuwaingiza katika janga hilo. Umar akawarudisha muhajirin kisha akawaita maansar na kushauriana nao, lakini hata maanswar pia wakahitilafiana katika maoni yao. Umar akawarudisha maanswar na akasema waiteni wazee wa Quraysh ambao wakati wa ushindi wa Makka walikuwa wamesilimu na walikuja Madina. Wao wakaitwa, nao kwa pamoja wakatoa ushauri kwamba pamoja na wanajeshi wote murudi nyuma na usiende katika maeneo ya marazi na watu wako. Umar akawatangazia watu kwamba wajiandae kurudi. Wakati huo Abu Ubaida akamuuliza, je, tunaweza kukimbia kudra ya Mungu? Umar akamwambia Abu Ubaida ya kwamba, ewe Abu Ubaida, lau kama mtu mwingine angesema jambo hilo, ndio sisi tukikimbia kudra moja ya Mungu tunakimbilia kudra nyingine ya Mungu. Kisha Umar akamtolea mfano akisema kwamba ikiwa unangamia na unaingia naye katika bonde lililo na kona mbili, moja ina majani na nyingine ni kavu. Sasa ikiwa utawalisha ngamia katika maeneo yaliyo na majani, hiyo itatokana na kudra ya Mungu, na endapo utawalisha katika eneo la kavu, basi hiyo pia ni kudra ya Mungu. Msimuliaji anasema kwamba Umar aliposema hayo yote, Abu Ubaida alipomwambia Abu Ubaida, Abdurrahman bin Auf pia akasema kwamba mimi ninayo elimu ya swala hilo. Mimi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba mkisikia taarifa ya mahala fulani kwamba ugonjwa ambukizi umezuka kule, basi msiende kule, na ugonjwa ukizuka pale mnapoishi, basi msitoke nje ya maeneo yake. Hapa Umar akamshukuru Mwenyezi Mungu na akarudi nyuma. Kuhusiana na tauni Amwas, Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema kwamba Umar alipoenda Syria na ugonjwa wa tauni ulipozuka kule, ambao ni maarufu kwa jina la tauni Amwas, na Abu Ubaida na jeshi la Kiislam wakampokea. Wakati huo maswahaba wakatoa ushauri kwamba kwa kuwa muda huu janga la tauni limezuka, hivyo ni vyema urudi nyuma. Hata Umar akakubali ushauri wao na akaamua kurejea nyuma. Abu Ubaida
alikuwa na tabia ya kuchukulia mambo kama yalivyo. Ye alipojua kuhusu uamuzi huu akasema kwamba atafirru min alqaza, je unaikimbia kudra ya Mungu? Hazrat Umar akasema afirru min qadaillahi ila qadarillahi, yani mimi naikimbia kudra moja ya Allah na naikimbilia kudra yake nyingine. Yani kuna amuzi mbili za Allah, uamuzi wake mmoja ni wa kawaida na wa pili ni uamuzi wake mahsus, zote ni zake. Hivyo mimi sikimbii kutoka uamuzi wake bali naelekea upande wa uamuzi wake wa pili. Imeandikwa katika historia ya kwamba Umar alipopata taarifa ya tauni akawakusanya watu na akawauliza akisema kwamba tauni inapotokea watu wanafanya nini? Wao wakasema kwamba tauni inapotokea watu huwa wanakimbia hapa na pale, yani wanatoka nje na kuishi katika maeneo yaliyo wazi. Umar akasema kwamba Mwenyezi Mungu ameunda kanuni ya kawaida ya kwamba mtu atakayetoka nje na atakwenda kuishi katika maeneo yaliyo wazi atasalimika. Hivyo kwa kuwa kanuni hiyo pia imeundwa na Mungu, hivyo mimi siendi kinyume chake bali kutoka kadhaa yake na rejea upande wa kudra yake. Hazrat Umar radhiyallahu anhu akarejea Madina, lakini kutokana na uambukizi wa tauni alikuwa na wasiwasi mkubwa na alikuwa na huzuni. Siku moja Hazrat Umar akampelekea Hazrat Abu Ubaida barua akisema kwamba na kuhitaji kwa ajili ya kazi fulani, hivyo ukipata barua basi ufike Madina na usichelewe. Abu Ubaida akasoma barua yake na akasema kwamba mimi najua kuhusu haja ya Amirul Mu'minin, Mwenyezi Mungu amrehemu Hazrat Umar, yeye anataka kubakisha yule ambaye hatabaki. Yani akaelewa sababu zake kwamba kwa nini amekosa utulivu, kisha akamuindikia barua akitoa majibu kwamba ewe Amirul Mu'minin, nimeelewa matakwa yako, usiniite kwako, niache niishi hapa hapa. Mimi ni mwanajeshi mmoja kati ya wanajeshi wa Islamu, lilopangwa na Allah litatokea tu, kivipi naweza kulikwepa? Hazrat Umar aliposoma barua yake akalia machozi. Muhajirina walikuwa wameketi karibu yake wakamuuliza, ewe Amirul Mu'minin, je Abu Ubaida amefariki? Hazrat Umar akasema hapana, lakini labda atakufa. Kisha Hazrat Umar akamuindikia Abu Ubaida kwamba uwatoe Waislamu kutoka sehemu hii yenye maradhi na uwapeleke katika eneo lililowazi. Mwanajeshi Muislamu alipokuwa akifa na tauni, Abu Ubaida alikuwa analia na alikuwa akimomba Mungu shahada. Sawa na riwaya moja alikuwa akisoma dua hii, ewe Allah, je vizazi vya Abu Ubaida hawana sehemu yake katika shahada? Siku moja hata Abu Ubaida akapata kidonda kwenye kidole chake. Akiona kidonda hicho akasema, nadhani kwamba Mwenyezi Mungu atatia baraka katika hilo. Arbaz bin Saria anasimulia kwamba Abu Ubaida alipouguliwa na maradhi ya taun, nikamjia Abu Ubaida akasema kwamba nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba mtu akifa na maradhi ya tauni ni shahidi, akifa na maradhi ya tumbo ni shahidi, akifa kwa kuzama ni shahidi, na paa ikimwangukia na akifa akiwa chini yake basi atakuwa shahidi. Muda wa mwisho wa Abu Ubaida ufikapo akawaambia watu akisema kwamba eni watu, na wanasihini, ikiwa mtaikubali mtapata faida, na nasaha yenyewe ndiyo hii kwamba simamisheni sala na toeni zaka, fungeni saumu za Ramadhan na muendelee kutoa sadaka, fanyeni hija na umra, na endeleni kuhamasisha wengine wafanye mema, na muwatakie viongozi wenu kheri wala msiwadanganye. Ebu angalieni wanawake wasije wakawaghafilisheni kutoka wajibu wenu. Ikiwa mtu akiishi kwa miaka 1000, hata hivyo siku moja atakufa tu na ataaga dunia hii kama ninavyoaga mimi. Mwenyezi Mungu amewaandalia wanadamu mauti, kila mmoja atakufa, na mwenye akili ni yule anayekuwa tayari kwa ajili yake na anajiandaa kwa ajili ya mauti. Mufikishe salamu zangu kwa Amirul Mu'minin na museme kwamba nimetimiza amana zote. Kisha akasema nizikini hapa hapa. Hivyo katika maeneo ya Urdan katika bonde la Bisan lipo kaburi lake.
sawa na riwaya mbalimbali. Abu Ubaida bin Jarrah alikuwa akitoka Jabia na kuelekea Baitul Maqdis kwa ajili ya sala. Njiani akafariki dunia. Kwa mujibu wa riwaya nyingine, kifo chake kilitokea katika maeneo ya Fahal ya Syria na kaburi lake lipo katika eneo la Bisan. Abu Ubaida kabla ya kufariki dunia akamteua Muaz bin Jabal kama kaimu wake. Hata Abu Ubaida alipofariki dunia, Muaz akawaambia watu akisema kwamba eni watu, leo mtu ametutoka ambaye sijawahi kumuona mtu mwingine mwenye moyo safi, mwenye kuwapenda watu na asiye na kinyongo kwa mtu yeyote na mwenye kuwatakia wengine kheri kuliko yeye. Fanyeni maombi kwamba Mungu amteremshie rehema zake. Hata Abu Ubaida bin Jarrah akafariki dunia katika mwaka wa 18 wa Hijria. Wakati wa kifo chake umri wake ulikuwa miaka 58. Safari moja Umar alimtumia Abu Ubaida dirhamu 1000 na dinari 400 na akamwambia mjumbe wake kwamba hebu angalia Abu Ubaida anafanya nini na mali hiyo. Hivyo mtu huyo alipoleta mali hiyo na akampatia Abu Ubaida akawagawia watu mali yote. Mjumbe huyo akamuuliza Umar. Hapa Umar akasema kwamba namshukuru Allah ambaye ameijalia Islam watu kama Abu Ubaida. Safari moja Umar akawaambia watu wake kwamba kila mmoja aeleze kuhusu tumaini lake. Mmoja akasema natamani kwamba nyumba hii ijae na dhahabu, kisha dhahabu hiyo nitoe kama sadaka. Mwingine akasema kwamba natamani kwamba nyumba hii ijae na lulu na almasi, kisha nizitoe zote katika njia ya Allah. Umar akasema tena elezeni tumaini lenu. Wakasema ewe Amirul Mu'minin, hatuelewi tuseme nini. Umar akasema mimi natamani kwamba nyumba hii ijae na Abu Ubaida bin Jarrah, Muaz bin Jabal, Salam Maula Abu Huzaifa na Huzaifa bin Yaman na watu wa aina hiyo, na watu wa namna hii waishi humo. Basi hawa ni watu bora sana ambao walikuwa wenye kutafuta ridhaa ya Allah katika dunia na huko akhira. Habari zake leo zimekwisha. Zura amesema kwamba nitasalisha sala ya jeneza za ghaib. Mmoja ni shahidi wetu aliyekuwa amewawa shahidi katika siku za nyuma, Profesa Daktari Nemuddin Khatak Saheb bin Fazluddin Khatak Saheb, wilaya Peshawar. Oktoba 5 saa 7:30 mchana wapinzani wakafyatua risasi na wakamua shahidi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saa 7:30 mchana baada ya kusomesha katika Superior College, alipokuwa akirejea nyumbani ndipo watu wawili wapanda pikipiki wakafyatua risasi na wakamua shahidi. Marehemu alikuwa na umri wa miaka 56. Alikuwa anaitumikia idara ya elimu kwa miaka 25. Marehemu akafaulu MPhil kutoka chuo cha Qaid-e-Azam, kisha akaenda China na huko China akasoma masomo ya juu na akapata shahada ya uzamivu katika masomo ya microbiolojia. Kisha akaanza kusomesha katika Islamia College University, akaendelea kufundisha katika chuo cha Peshawar. Alikuwa mjumbe wa kamati ya kuchukua interview za wanafunzi wa PhD, na idara mbalimbali za elimu za Pakistan zilikuwa zikimwalika kwa ajili ya kutoa hutuba, na marehemu akaendelea kuitumikia nchi yake akiwa katika idara ya elimu. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kupitia babu yake Bwana Rukunuddin Sahib Khatak na bibi yake Bi Nur Sahiba pia alikuwa mwanajumuiya. Jina la baba yake lilikuwa Sher Zaman ambaye alikuwa sahaba wa Masihi Maud sallallahu, na baba yake na bibi yake walipo toka kutoka Qadian walikuwa wamepewa kanzu ya Masihi Maud kama baraka. Baba yake marehemu alikuwa daktari wa mifugo na akastaafu akiwa na wazifa wa deputy director. Alikuwa mshairi maarufu. Hata mama yake Mahbubatur Rahman Sahiba pia alikuwa deputy director katika idara ya elimu na akastaafu akiwa deputy director. Familia ya marehemu ikaendelea kukabiliana na upinzani kwa miaka mingi. Hata baba mkwe wa marehemu Bwana Bashir Ahmad Saheb
ambaye ni rais wa Jamaat chini paya Peshawar alikuwa ametekwa mwaka jana na hadi leo haijulikani alipo. Marehemu alikuwa na sifa nyingi. Marehemu alikuwa anaitumikia Jamaat na alikuwa mkarimu. Alikuwa anawasaidia watu mbalimbali, akawapa watoto wake masomo ya juu. Mke wake Bi Sadia Bushra akaeleza kwamba wiki moja kabla tulienda kuitembelea mjini Rabwa, na tulipofika kuitembelea Behishti Makbara, marehemu akasema kwamba lau kama mimi pia nipate bahati ya kuzikwa hapa, na Mwenyezi Mungu akatimiza tumaini lake kwamba marehemu shahidi amezikwa katika mji wa Rabwa. Shibeji yake marehemu Dr. Manir Ahmad Khan ambaye anafanya kazi katika Tahir Hot anasema kwamba marehemu alikuwa amemwambia kwamba katika college yake yupo profesa moja ambaye ni mpinzani wa Jamaat. Yeye anawaonyesha wapinzani wa Jamaat picha yake na picha za watoto wake, na anawaambia na anawachochea akisema kwamba ebu muwaue watu hawa. Na pia mbele ya nyumba yake mabango mbalimbali ya upinzani yalikuwa yamebandikwa. Dr. Manira anasema kwamba alipokuja kukutana nami nikasema kwamba jo tukale pamoja, akasema hapana, mimi nitakula katika idara ya ziafa ya Masihi Maud, kwani ladha ninayoipata katika chakula cha idara ya Masihi Maud sipati katika vyakula vingine. Marehemu amemwacha mke na mabinti watatu na watoto wa kiume wawili. Binti moja ameolewa na mabinti wengine wawili wanaendelea kusoma. Mtoto wake mmoja ni mhandisi na mwingine anaendelea kusoma katika mwaka wa first year. Kalimuddin ni mhandisi na mwingine anaitwa Nuruddin Khatak ni mwanafunzi wa first year. Jamaa yake mwingine ambaye anaendelea kuitumikia Jamaat ni Naveed Ahmad Saheb ambaye ni amir wa jumuiya ya Peshawar, naye pia ni shimeji yake. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrihimu na awajalie wanafamilia wake kwamba wapate subira. Jeneza ya pili ni ya mpendwa Usama Sadiq ambaye alikuwa mwanafunzi wa Jamia Ahmadiyya Ujerumani, mtoto wa Muhammad Sadiq Saheb. Siku za nyuma akizama katika mto wa Rhine Ujerumani akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakati wa kifo chake alikuwa na umri wa miaka 20. Alikuwa mkazi wa Chak Sikandar, Gujarat wa Pakistan. Alikuwa mdogo kuliko ndugu wote. Alikuwa na wazazi na dada watano na ndugu mmoja. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kupitia familia ya baba yake. Babu yake pamoja na ndugu zake wawili alikuwa amejiunga na Jamaat, na upande wa mama yake babu ya mama yake alikuwa amejiunga na Jamaat. Hat Shah Muhammad Saheb na baba yake Hat Langar Muhammad Saheb walikuwa maswahaba wa Masihi Maud ambao mwaka 1993 walikuwa wamejiunga na Jamaat na walikuwa wamefanya bayati juu ya mkono wa Masihi Maud katika mji wa Jehlam. Mwaka 1989 katika kijiji cha Chak Sikandar pale jumuiya ilipokabiliana na upinzani mkali, familia yake ikaendelea kuteswa na wapinzani. Mama yake akanyateteswa vibaya na hata baba yake Bwana Sadiq pia akafanyiwa kesi ya uongo, kesi ambayo ikaendelea kwa miaka 7. Kisha familia yake ikahamia Ujerumani. Marehemu akaingia katika jamia na alikuwa amemaliza mwaka wake wa 3, lakini huu ndio mpango wa Mungu. Mwenyezi Mungu amemuita kwake. Baba yake anasema kwamba mtoto wangu alikuwa na sifa nyingi, alikuwa anasoma sana
na kwa sababu ya janga la corona alikuwa nyumbani kwa miezi 6. Sasa katika muda huo aliendelea kusali sala kwa pamoja na akafunga saumu katika mwezi wa Ramadhan, na pia katika mwezi wa Ramadhan alikuwa anatusalisha sala za tarawe. Na baada ya likizo alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda jamia, lakini amefariki dunia. Mama yake anasema kwamba mtoto wetu alikuwa na sifa nyingi, alikuwa anatimiza na kutekeleza wajibu wake kwa uaminifu wote. Alikuwa na tabia ya kawaida, alikuwa haongei sana, lakini alikuwa mtiifu na msikivu kwa wazazi wake. Alikuwa na azma ya kuitumikia jamaat na alikuwa na shauku ya kujifunza lugha mbalimbali, na alikuwa anajitahidi kujifunza Kiarabu, Kifarsi, Kiingereza na Kijerumani. Katibu wa Tabligh Ujerumani Bwana Fries Saheb anasema kwamba Usama alikuwa na sifa nyingi, alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri. Hata siku 2 kabla ya kifo chake akaenda katika mashiriki ya Ujerumani kwa ajili ya kugawa na kusambaza vipeperushi, na kila alipoambiwa hakukataa bali akashiriki kwa shauku. Suhaib Nasir Saheb ambaye ni mbashiri wa Ujerumani anasema kwamba nimemwona marehemu alikuwa anafanya ibada na alikuwa mfano kwa ajili yangu. Alikuwa anakuja misikitini mapema, na hata baada ya swala alikuwa anabaki misikitini, na alikuwa anamkumbuka Mwenyezi Mungu akiwa ameketi misikitini. Pia siku ya Ijumaa alikuwa anakuja mapema na alikuwa na swali Ijumaa akiwa katika safu ya kwanza. Mwenyezi Mungu amghofirie na amnyanyue katika daraja na wajalie wazazi wake na ndugu zake wapate subira. Jeneza inayofuata ni ya Salim Ahmad Malik Saheb ambaye katika Uingereza aliendelea kuitumikia idara ya elimu katika serikali, na baada ya kustaafu akatoa huduma zake katika Jamia Ahmadiyya Uingereza. Akiwa na miaka 87 tarehe 24 Septemba akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Babu yake aitwaye Hat Malik Nuruddin Saheb na baba yake Hat Malik Aziz Ahmad Saheb walikuwa masahaba wa Masihi Maud alayhi salam. Lipo tukio la baba yake ambalo limeelezwa na mama yake. Anasema kwamba kipindi fulani katika nyumba yake, kutokana na ugonjwa fulani, watu wengi wa familia wakafariki dunia. Mama yake, yani bibi yake, akaenda kwa Hakim Maulana Nuruddin Saheb na akamweleza kuhusu hali ya mtoto. Maulana Saheb akafanya maombi na akasema kwamba maombi ndiyo yanayoweza kumwokoa mtoto. Kisha Khalifatul Masih al-Awwal akamwendea Masih Maud Islam na akamwomba kwamba afanye dua. Masih Islam akakutana naye kwenye ngazi, akasema kwamba basi twende tukamuone mtoto. Masih Maud Islam akaenda nyumbani kwake na akasema kwamba mtoto huyo atapona. Hivyo kwa sababu ya muujiza wa maombi ya Masihi Maud Islam, mtoto huyo akapona, na tena baba yake, yani baba yake marehemu, akaishi kwa miaka 70. Salim Malik Saheb alikuwa amepata masomo ya awali kutoka Qadian. Baada ya kupatikana uhuru wa Pakistan na India akaishi Sialkot na akapata masomo. Mwaka 1960 akaja Uingereza, kisha katika chuo cha Reading University akaendelea kutoa huduma za elimu kama profesa. Aliweza kuitumikia jamaat katika maeneo mbalimbali, akiwa katibu wa elimu, tena katibu wa mambo ya nje. Pia akaweza kutoa huduma mbalimbali katika Human Rights Committee. Aliweza kutoa huduma katika maonyesho mbalimbali. Marehemu mwaka 1992 aliweza kuandaa na kuweka maonyesho ya vitabu katika nchi ya Uingereza na Uhispania. Mwaka 1997 Khalifa mtukufu wa 4 rahimahullah taala alikuwa ameunda kamati moja kuhusu
kuanzisha Jamia Ahmadiyya Uingereza, alikuwa amemweka Salim Malik Saheb katika kamati yake. Pia aliendelea kuitumikia katika kamati mbalimbali za Jamia Ahmadiyya, na Jamia Ahmadiyya Uingereza ilipoanza, yeye akateuliwa kuwa chief administrator na akaendelea kutoa na kutekeleza wajibu huo hadi Novemba 2005. Akaweza kuwafundisha watoto wa jamia masomo ya Kiingereza na historia. Ardhi ya Islamabad iliponunuliwa kutokana na maagizo ya Khalifa mtukufu wa 4, marehemu akapata nafasi ya kujenga maktaba kule. Marehemu alikuwa na swali na kufunga saumu, alikuwa mwenye kuwapenda watu, alikuwa mkarimu, mwenye kuupenda ukhalifa, na alikuwa mwenye ikhlasi na unyofu. Ameacha mke na mabinti 3 na wajukuu wengi. Mpwa wake aitwaye Mia Abdul Wahab anasema kwamba marehemu akamwambia kwamba 1960 alipokuja London, wakati ule baba yake alikuwa amemnasihi, na nasaha aliyekuwa ameifanya ni hii kwamba usiwe mbali na jumuiya. Unaenda Ulaya, usije ukaelewa kwamba uyangukie dunia na uache jamaat. Namba ya pili, kwamba utoe mchango kwa wakati na utoe mchango sawa na kipato chako. Na namba 3, kwamba mtu akiomba msaada uwe unamsaidia hata kama upate shida. Marehemu anasema kwamba mimi nikaendelea kutekeleza nasaha zote, na Huzur amesema kwamba nilipata kujua kwamba kipindi fulani jamaa yake mmoja alikuwa anahitaji msaada. Marehemu akamsaidia, na kwa ajili ya kumsaidia akauza nyumba yake, na baadaye Mwenyezi Mungu akamjalia nyumba kubwa. Marehemu alikuwa na elimu kubwa, elimu ya dini na elimu ya dunia. Hata mimi nilipokutana naye mwanzo nilisema kwamba labda marehemu ni mwanajumuiya ambaye anafundisha Kiingereza tu, labda lugha yake ni nzuri, lakini nikapata kujua kwamba marehemu alikuwa na ikhlasi na unyofu, na alikuwa tayari kuitumikia jamaati muda wote, na alikuwa na elimu kubwa juu ya kila mada. Alikuwa mahiri katika historia, na alikuwa na shauku ya kusoma literature ya Kiingereza na Kiurdu, lakini alikuwa hana tabia ya kuwaonesha wengine kwamba yeye ana elimu kubwa. Alikuwa anawahamasisha watu ili wajifunze na wapate elimu. Alikuwa na uhusiano mkubwa na jamii ya Kipakistan, na bila shaka akautumia uhusiano huo katika mambo ya jamaat. Alipokuwa katibu wa mambo ya nje wakati ule, akajenga uhusiano mzuri na Lord Avery, na nilipoenda kuitembelea bunge la Uingereza katika shughuli ile, pia marehemu alikuwa ametoa mchango wake. Marwan Sarwargil, Rabie Silsila, Argentina, anasema kwamba marehemu alikuwa mtu mzuri, alikuwa anawapenda wanafunzi wa jamia, na wanafunzi wa jamia pia walikuwa wanampenda sana. Anasema kwamba mimi nilipoteuliwa kuwa mbashiri wa Argentina, marehemu akafurahi sana na akasema kwamba wewe ni mbashiri wa kwanza unayekwenda huko, hivyo ufanye kazi kubwa na ujitahidi kwamba jumuiya ipate umaarufu kwa sababu yako, na ujifunze lugha na ujifunze vizuri, kwamba makala zako zipigwe chapa katika magazeti. Marehemu alikuwa na shauku kubwa ya elimu. Alikuwa anawaalika wanafunzi katika nyumba yake, na kisha alikuwa anawaambia kwamba katika maktaba yangu mnaweza kuchukua zawadi yoyote, na zawadi iliyo nzuri ni kitabu, na mnaweza kuchukua kitabu chochote mnachokipenda, na kitabu ndio zawadi kwa ajili yenu. Na alikuwa anasema kwamba Jamia Ahmadiyya ni idara azim sana ambayo Khalifatul Masih ana matumaini makubwa kutoka idara hiyo, hivyo wabashiri wanapaswa kuwa na kiwango cha juu cha elimu. Kisha Marwan Saheb alipoelekea kwenda Argentina, marehemu akamwambia akimnasihi kwamba ujifunze lugha ya nchi hiyo na
ujitahidi kwamba makala zako zipigwe chapa katika magazeti mbalimbali. Na pia akasema kwamba endelea kuniandikia barua, na Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na awajalie wanafamilia wake kwamba wawe na subira, na awajalie kwamba waendelee kubaki katika jamaa na waendelee kuwa karibu na ukhalifa. Baada ya swala nitasalisha sala zao za ghaibu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.